Mheshimiwa Contesta Michael Sichwale, mbunge wa Momba, sasa aulize swali lake. Je, mitambo mingapi ya kutengeneza gongo imesambazwa kwa wananchi wanaojishughulisha na uzalishaji wa pombe ya gongo? Mheshimiwa Mwenyekiti, mpaka sasa viwanda vya kutengeneza pombe kali nchini inayokidhi viwango vinavyoendelea kuanzishwa kwa kupata mafunzo na ushauri wa kitaalamu kutoka Shirika la Maendeleo ya Viwanda Vidogo yani SIDO, Mamlaka ya Maabara ya Mkemia Mkuu wa Serikali yani GCLA, na Shirika la Viwango Tanzania yani TBS, na miongoni mwao wako watengenezaji wanaoendelea kupata alama ya ubora kwa kukidhi vigezo. Mheshimiwa Mwenyekiti, SIDO itaendelea kushirikiana na taasisi nyingine za maendeleo ya teknolojia ikiwemo Taasisi ya Uhandisi na Usanifu Mitambo yani TEMDO, Kituo cha Zana za Kilimo na Teknolojia Vijijini yani KAMATEK, na ushirikiano wa karibu na Mamlaka ya Maabara ya Mkemia Mkuu wa Serikali yani GCLA na Shirika la Viwango Tanzania TBS kwa kuboresha teknolojia za kuchakata pombe kali kwa kutumia teknolojia rahisi ili watengenezaji wengi waweze kutengeneza pombe bora inayofaa kwa matumizi ya binadamu. Mheshimiwa Mwenyekiti, gongo ni pombe yenye kilevi ambayo imekuwa ikitengenezwa kienyeji. Aidha, serikali haijahalalisha pombe ya gongo kwa sababu ya kuwa na madhara makubwa katika mwili wa binadamu. Kwa msingi huo, mpaka sasa hakuna mitambo ya kutengeneza kinywaji hicho iliyosambazwa kwa wananchi. Kwa sasa serikali haijaanzisha mpango wa kusambaza mitambo ya gongo kwa wananchi wanaojishughulisha na uzalishaji wa pombe ya gongo. Asante sana Mwenyekiti. Asante Mheshimiwa Contesta. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru kwa nafasi. Tumeshuhudia hapa karibuni ndani ya nchi yetu kuna pombe nyingi sana zinaingizwa ambazo ni kali na zimeendelea kuharibu vijana na nguvu kazi ya taifa, na vijana wengi wanaendelea kuharibikiwa kwa kunywa hizo pombe kali. Je, ikiwa hizo pombe kali zinaweza zikaingizwa zikiwa zimetengenezwa kutoka nchi zingine zikaingia nchini kwetu na vijana wetu wakaendelea kuharibikiwa, serikali tumeshindwaje kuwafundisha wananchi wetu wa chini ambako gongo yuko inatengenezwa na inapendwa na mpaka hivi tunavyoongea inaendelea kutumika? Tumeshindwaje kuboresha gongo yetu ambayo inatengenezwa na mazao ambayo yako ndani ya nchi yetu zidi ya kuingiza pombe kali ambazo zinaharibu vijana? Swali langu la pili, kwa kuwa ambacho kinazidi kwenye gongo ni zile kemikali kati ya ethano na mesano, ni kweli kwa kutumia wataalamu wetu kuwafuata maprofesa pale Chuo Kikuu Dar es Salaam ambao wameshafanya utafiti, tumeshindwa kuendelea na zoezi hili ili kwenda kuwafundisha wananchi walioko kule chini ambao wanatengeneza kinywaji hiki ili waweze kupata pombe bora gongo mfano wa konyagi ambayo inazalishwa hapa nchini kwetu, ili kuendelea kuifanya gongo ni kinywaji haramu kuendelea kukimbizana na wananchi, na ili hali wananchi kinywaji hiki wanakipenda na hivi tunavyoongea wanaendelea kunywa. Asante. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nampongeza sana Mheshimiwa mbunge kwa kuendelea kutetea jinsi ambavyo pombe za kienyeji zinaweza zikachakatwa kwa viwango vinavyofaa kwa matumizi ya binadamu. Pamoja na kwamba sio binadamu wote hutumia pombe, lakini kwa wale wanaotumia ni dhamira njema ya serikali kwamba watumie pombe ambayo inafikia viwango visivyoweza kudhuru afya zao. Pamoja na kusema hayo, kwa suala lake la vijana wetu kuharibiwa na pombe zinazotoka nje, na pamoja na kwamba ni pombe zinazokidhi vigezo, hili swala la ulevi wa vijana linasababishwa na mambo mbalimbali ambayo ni wajibu wa jamii na malezi kufanyika kuhakikisha kwamba vijana wetu wanatambua madhara ya pombe. Kwa sababu hata gongo leo ikihalalishwa haina maana kwamba vijana watakunywa na watabakia wakiwa wastaarabu wasipoweza kunywa kwa kiasi. Kwa swali lake la pili la wajibu wa taasisi zetu za kitafiti kuweza kuchakata na kutengeneza formula ya kutengeneza pombe salama kutokana na pombe za kienyeji, zoezi hili linaendelea. Nimejibu katika majibu ya swali la msingi kwamba kuna taasisi hizi za serikali TBS, SIDO, KAMATEK wameendelea kufanya utafiti
na kutengeneza mitambo ambayo inatengeneza pombe kali za kienyeji ambazo zinapokidhi vigezo vinaruhusiwa masokoni, na wajibu wa kila mnywaji ni kunywa kwa kiasi, asiyeharibu afya yake, maana hakuna pombe ambayo itakuacha salama hata kama inafikia viwango kama utakunywa bila ustaarabu. Mheshimiwa Cecil David Mwambe, swali la nyongeza.